Siri ya John Heche, maelezo mazito na ya kugusa mno. Alikamatwa Sirari, akasukumwa kwenye gari la polisi. Safari yake ya kuhudhuria mazishi ya babake wa kisiasa Raila Odinga ikakatizwa ghafla. Lakini kabla magari ya polisi hayajafika mbali, umati mkubwa wa Wakenya waliomfahamu vizuri kama mmoja wao walijitokeza, wakamzunguka, wakampokonya kutoka mikononi mwa polisi wa Tanzania, na kwa heshima kuu wakawakabidhi wa Tanzania waliokuwa upande wa pili wa mpaka. Huyu ndiye John Wegesa Heche, mwanasiasa kijana kutoka Tanzania ambaye jina lake limekuwa gumzo Afrika Mashariki. Lakini swali ni, Heche ni nani na kwa nini jina lake linazidi kuandikwa kwenye kurasa za historia? John Wegesa Heche alizaliwa tarehe 14 Julai mwaka wa 1981, yapata miaka 44 iliyopita, katika wilaya ya Tarime, mkoa wa Mara. Akiwa bado mdogo, alianza safari yake ya elimu katika shule ya msingi Nyamaharaga Primary School huku Kenya. Nyamaharaga Primary School ni shule ambayo iko karibu na mpaka wa Tanzania, karibu kabisa. Basi huko ndiko ndoto yake ya uongozi ilipoanza. Waliosoma naye wanamkumbuka kama kijana mwenye heshima, mwenye akili na mwenye ndoto kubwa kwa taifa lake. Nilipata nafasi ya kuwahoji wale ambao walitembea naye John Heche, waliosoma naye, waliojuana naye, ingawaje hawakutaka kuonekana kwenye kamera. Majina yao ni mayabana kwa ajili ya usalama wao. Mwita na sio jina lake halisi. Anakumbuka Heche. Heche alipenda sana siasa. Alikuwa akisema, nataka Tanzania iwe kama Kenya kimaendeleo. Petero pia sio jina lake. Anaongeza, daima alisifia elimu ya Kenya na alisema siku moja Tanzania itainuka na kuipita Kenya. Hata walimu wake walimuona kama kiongozi tangu akiwa darasani. Mmoja wa walimu alisema, Heche alikuwa kijana wa kawaida. Alikuwa na ndoto kubwa tu, na ndoto hiyo imeanza kutimia jinsi tunavyoiona. Mpendo mtazamaji, Heche alikulia Kenya, akatembea barabara za Kenya, akanywa maziwa ya Nyayo na kuifahamu Kenya kuliko wengi. Lakini moyo wake, moyo wa uzalendo, ulikuwa bado ndani ya Tanzania. Kila alilotamka, alitamka kwa uzuri wa Tanzania. Kama vile vifaranga 12, yule wa kiume hutambulika siku ya kwanza, basi ndivyo Heche alivyotambulika mapema kama kiongozi. Sauti yake ni kama upepo wa mabadiliko. Maneno yake yanabeba matumaini, ushujaa na sauti ya vizazi vipya vya Tanzania. Leo akiwa naibu mwenyekiti wa Chadema, Heche ni zaidi ya mwanasiasa. Yeye ni almasi ya mabadiliko, ni dhoruba ya matumaini na kiungo kati ya Tanzania ya sasa na ile wanayoitamani wa Tanzania. Heche ana kipawa, charisma kwa Kiingereza, ile nguvu ya ndani ya kuvuta watu bila kulazimisha. Ni wachache sana walio na hii charisma, hii nguvu ya kuvuta katika bara la Afrika. Wamebarikiwa nao akina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Ibrahim Traore na Samora Machel. Na sasa nyota ya Heche inaanza kung'aa. Lakini kumbuka, chuma hakiwi imara bila moto mkali, na moto wa John Heche bado haujafikia kiwango, haujafikia nyuzi za kukiboresha chuma chake. Majaribu haya ni mwanzo wa safari ndefu ya kiongozi huyu kijana John Heche. Watanzania, tukumbuke urithi wa Mwalimu Julius Nyerere. Turejee kwenye heshima ya neno ndugu, cheo cha utu, usawa na huduma kwa wananchi. Tupuuze kabisa neno mheshimiwa, kwa sababu kiongozi wa kweli ni mtumishi na wala sio mtukufu. John Wegesa Heche ni mfano wa kizazi kipya, kizazi cha matumaini,
kizazi cha mabadiliko, na hadithi yake bado inaendelea kuandikwa. Ndugu mpendwa, hii ilikuwa simulizi ya John Wegesa Heche, ndugu na wala sio mheshimiwa, nyota inayong'aa kutoka Tarime. Usisahau kusubscribe, kushare na kutuandikia maoni yako hapa chini. Mimi ni George Meramachacha katika GM Chacha TV, mhusudu mkubwa wa Afrika tuipendayo, mpenda simulizi, mtafiti wa hadithi za kweli, na hii ndiyo sauti ya Afrika Mashariki. Asante kwa kutazama.